Matibabu yoyote yanayohusu ama yanayohitaji tiba lishe yanahitaji uwe na uvumilivu wa hali ya juu. Sio matibabu ambayo utatumia tiba lishe leo alafu leo hiyo hiyo upone, ama ndani ya siku 2-3 upone. Inahitaji uvumilivu wa hali ya juu, japokuwa uponyaji wake huwa unadumu milele. Uponyaji wake huwa unadumu milele. Kwa hiyo ndo maana inahitaji uvumilivu wa hali ya juu, kwa sababu inachukua muda na inachukua prosesi nyingi. Mchakato wake ni mwingi mpaka wewe uje ufikie kwenye hitimisho la kupona, kwa sababu uponyaji huu huwa hauponyi kijuujuu, huwa hauponyi dalili za magonjwa, huwa unaponya ugonjwa mzima, huwa unaponya kuanzia kwenye mzizi wa tatizo mpaka tatizo lenyewe. Na tiba lishe pia ina uwezo wa kuponya na kuondoa seli zote zilizoharibika ama zilizochakaa kwenye mwili na kuzalisha seli mpya. Ndio maana uponyaji wake ni wa milele, japo unachukua mchakato. Kwa hiyo unahitaji kuvumilia, unahitaji kuwa na nidhamu, unahitaji kuvumilia, unahitaji kuwa na nidhamu, unahitaji kutengeneza tabia zitakazouwezesha mwili wenyewe uweze kujitibu kwa kutumia hiyo tiba lishe. Kwa hiyo hapa kuna swala la kuvumilia, kuna swala la nidhamu na kuna swala la kutengeneza tabia, kwa sababu magonjwa mengi ya lishe yametokana na tabia ambazo tumezirithi miaka na miaka, na hizo tabia tumekuwa tukiendelea nazo ambazo zimetusababisha sisi tuje tupate haya magonjwa. Kwa hiyo ni tabia hizi tabia mbovu, tabia za kula lishe mbovu ndizo zimetupelekea sisi tupate haya magonjwa. Haya magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya madonda ya tumbo, magonjwa ya uzito uliopitiliza, magonjwa ya figo, magonjwa ya ini, magonjwa ya stroke, magonjwa ya kansa ni magonjwa ambayo yameanza kutengenezeka ndani ya mwili kwa muda mrefu. Yani mpaka wewe uje ugundue una hilo gonjwa, maana yake limeanza miaka 10, miaka 20 iliyopita, mpaka wewe hapo unakuja kugundua. Na kitu gani kimesababisha huo ugonjwa uwepo? Ni tabia aina fulani ama mtindo fulani wa maisha ndio uliokupelekea wewe upate haya magonjwa ama huo ugonjwa ulionao. Hivyo ili uweze kupona huo ugonjwa unatakiwa ulivezi tabia, utengeneze tabia mpya ama mtindo mpya wa maisha utakaosababisha pia hayo magonjwa kuondoka taratibu taratibu. Kama ambavyo magonjwa hayo yaliingia mdogo mdogo, yanatakiwa yatoke taratibu. Hakuna shortcut. Ukilazimisha ili upone haraka, basi utameza vidonge maisha yako yote. Utameza vidonge maisha yako yote. Ndio maana ukienda hospitali wanakupa kidonge na wanakwambia kabisa hakuna kupona, utameza maisha yako yote. Una sukari, utaenda hospitali wanakwambia kabisa hautapona, ila utameza maisha yako yote. Kwa hivyo ili kuondokana na mateso ya kumeza mavidonge maisha yako yote, huna budi kuchange tabia, huna budi kubadili mtindo wa maisha, huna budi kubadili tabia kutoka kwenye zile tabia zilizokupelekea upata haya magonjwa mpaka ufike hatua ya kuwa na tabia zingine zitakayosababisha magonjwa haya yaondoke taratibu taratibu, lakini pia yaondoke yamekusafisha, yani mwili wako ubaki salama. Ila ukihitaji shortcut, wewe meza dawa, na madhara ya madawa tunayajua. Tunasema huwezi kutibu pressure kwa kuendelea kula sumu, huwezi kutibu kisukari kwa kuendelea kula sumu, huwezi kupunguza uzito kwa kuendelea kula sumu. Kwanza unahatarisha figo zako, lakini pili unahatarisha mifumo yako ya uzazi, kwa sababu hizi ni kemikali zinaenda kuvuruga homoni na mambo mengi ndani ya mwili. Kwa hiyo sasa huna budi kuweka nidhamu,
kuwa na uvumilivu, lakini pia kubadili tabia. Tabia za nyuma zimetupelekea sisi kupata haya magonjwa. Mfano, tabia ya kula hovyo hovyo. Tabia ya kula hovyo hovyo na kula bila kujali unakula nini imetupelekea sisi tupate magonjwa ya presha, tupate magonjwa ya kisukari, tupate magonjwa ya kansa, tupate magonjwa ya mifumo ya uzazi, mvurugiko wa homoni. Tabia ya kula hovyo hovyo. Binadamu hatukuumbwa kula mara 3 au mara 4 au mara 5 kwa siku. Tumeumbwa kula mara 1 au mara 2. Wazee wetu wa zamani walikuwa wanashinda mapolini, anakuja anakula jioni, analala. Lakini pia wengine walikuwa wanashinda mapolini, wanakula mizizi, anapata nguvu na anaishi maisha marefu. Ila sisi asubuhi chapati 2 na chai au mikate au nini, mchana unabugia wanga, yaani unakula sumu tu. Kwa hiyo tabia hiyo ya kula hovyo hovyo bila kujali unakula nini imetupelekea sisi kupata maradhi, kansa, madonda ya tumbo na kadhalika. Kwa kama unahitaji kupona hapo kwa kutumia tiba lishe, huna budi kuhama kutoka kwenye hiyo tabia ama kubadilisha huo mtindo wako wa kula hovyo hovyo, uanze mtindo mpya wa kula mara 2 au mara 1 kwa siku. Mara 2 au mara 1 kwa siku. Na uanze kula chakula sahihi. Sio kila chakula unatakiwa ule. Kuna vyakula vingine vimetengenezwa kwa ajili ya wanyama, sisi tunakula. Kuna vyakula vingine si kwa ajili yako. Kwa hiyo unabadilisha, unakuwa na mtindo mpya wa maisha au tabia mpya ya kula mara 2 au mara 1 kwa siku, lakini pia kula chakula halisi. Hii itakusaidia mwili wako uingie katika process inaitwa ketosis. Ketosis ambao ni hali ya mwili kutumia mafuta yaliyohifadhiwa kwenye mwili kuwa chanzo cha nishati. Lakini pia itakusaidia kama utaendelea kwa muda mrefu, itakusaidia kuingia kwenye process inaitwa autophagy. Autophagy maana yake mwili unaanza kuondoa seli mbovu, seli zilizochakaa, seli zilizokufa na kuzalisha seli mpya. Kwa hiyo ugonjwa unang'oka kabisa na seli zake mbovu zinaondoka ndani ya mwili, unakuwa salama na unaishi maisha marefu. Hiyo ni tabia ya kwanza ambayo unatakiwa uitengeneze. Lakini tabia ya pili ni ile tabia ya kula vyakula vya wanga. Tabia hii tumeirithi. Tumezaliwa tukikuta watu wanakula ugali mchana, wali usiku. Tumezaliwa tukikuta hivyo, tumeendelea tukahisi ndo maisha yenyewe. Lakini ni tabia ambayo imetupelekea kuwa na magonjwa mengi: pressure, sukari, madonda ya tumbo, matatizo ya uzazi, matatizo ya figo, matatizo ya ini, stroke, uzito mkubwa na kadhalika. Kwa hiyo kama unataka kubadili, basi badili huo mtindo wa maisha, hiyo lifestyle uliyozaliwa unaikuta. Tengeneza lifestyle nzuri. Anza kula vyakula vya protini kwa wingi, anza kula vyakula vya mafuta kwa wingi, anza kula vyakula vya nyuzi kwa wingi, anza kula madini mbalimbali na virutubisho mbalimbali. Achana na masuala ya kula wali, kula ugali, kula ngano za aina mbalimbali na kadhalika. Hii ni tabia unatakiwa uitengeneze kama unahitaji uponyaji wa kudumu. Ila kama unahitaji shortcut, uendelea kupiga zako ugali, endelea kupiga zako wali. Na sasa hivi ukienda wanakwambia kula kaugali kidogo kama ngumi yako, kula wali wa brown, kula mkate wa brown. Mkate ni mkate, hakuna cha brown, hakuna cha nini. Mkate ni mkate, ngano ni ile ile ambayo ina madhara makubwa. Ndio maana hauponi pressure, ndio maana hauponi kisukari, ndio maana unapambana kupunguza uzito, unafanya mazoezi lakini huponi, kwa sababu unakula mkate wa brown, unakula mchele wa brown, unakula kaugali kidogo kama ngumi ya mkono wako.
hivyo haviwezi kukufanya upone. Ndio maana nimesema unahitaji maamuzi magumu na nidhamu kubwa na uvumilivu ili uweze kupona. Lakini tabia nyingine ambayo imetupelekea mpaka sisi imepelekea watu wengi kuingia katika magonjwa ya lishe ni tabia ya kula sukari. Ni tabia ya kula sukari. Mimi nashangaaga sana, unakatazwa chumvi lakini unaruhusiwa kula sukari. Chumvi haina madhara. Chumvi ni tiba ya mambo mengi. Sukari ni chanzo cha magonjwa mengi. Lakini tumekuwa tukiona hivyo. Unakunywa soda, unakunywa juisi, tena ni utaratibu. Mgeni akija unamwandalia ka soda. Yaani usipompa soda aliziki. Hadi kwenye harusi, yani mtu asipopata soda atalalamika mpaka kesho. Kwa hiyo hii tabia ya kupenda kula vitu vya sukari, vitu vitamu, yani mwili umeshakuwa addicted vitu vitamu, ndiyo imetupelekea sisi leo tupate magonjwa ya lishe. Kwa sababu sukari ikiingia ndani ya mwili inabadilika kuwa mafuta, na hayo mafuta huwa yanaenda kuhifadhiwa kwenye maeneo kama tumbo la chini. Ndo unaona madhara. Ndo unaona watu wengi siku hizi wana kitambi. Yale ni mafuta yamehifadhiwa pale. Mafuta yanahifadhiwa kwenye ini, mafuta yanahifadhiwa kwenye moyo. Unakuta mtu unaenda kupima, anakwambia moyo umezungukwa na mafuta, ini limezungukwa na mafuta, manyama uzembe yanaoteana. Ni kwa sababu ya mafuta yale. Vile vyakula vya sukari ulivyokula vikiingia ndani ya mwili vinabadilika kuwa mafuta, na hayo mafuta yanaenda kutunzwa, na bahati mbaya hayana kazi yoyote mwilini wala hayana sehemu yoyote yanapotokea mwilini. Kwa hiyo yanabaki hapo mwilini, yanasubiri siku uache kula vyakula vya wanga na mafuta ili mwili ulazimike kutumia hayo mafuta kama chanzo cha nishati. Ndio maana sisi programu yetu tunakufunga intermittent fasting. Acha kula milo mingi, kula milo michache, mwili upate nafasi ya kutumia mafuta yaliyohifadhiwa kwenye mwili kama chanzo cha nishati. Kwa ukiacha kula sukari, ukatengeneza mfumo mwingine wa kuishi bila kutumia chakula chochote cha sukari, maisha yako yanabadilika. Nakwambia, na utaanza kuona mwili wako unaanza kunawili, mwili wako unaanza kuwa softi, ngozi yako inaanza kuwa softi, mafuta yanatoweka, pressure inapona, sukari inapona, magonjwa mengi ya uzazi yanapona. Acha kula sukari, acha kula keki, acha kula vyakula vya sukari, acha kula matunda yenye sukari nyingi, acha kula matunda ambayo huwa nashauri ni parachichi pamoja na tango. Haya mengine yote, sukari ni sukari. Mwili hauna mfumo wa kutambua kwamba hii ni sukari ya matunda, hii ni sukari ya juisi, hii ni sukari ya soda, hii ni sukari ya asali. Sukari katika mwili unaitambua sukari kama sukari. Kwa hiyo hata wale mnaosemaga mimi natumia asali, bado unatumia sukari. Ndio maana unapambana kupunguza uzito haupungui. Ndio maana unapambana kutibu pressure ishuki. Unapambana kutibu kisukari hakiponi, kwa sababu umeendekeza hivyo vitabia vidogo na unaviharalisha. Tabia ziko nyingi, lakini hizi kwa leo ndo nimeona ni tabia ambazo tutaanza nazo. Endelea kunifuatilia, utajifunza mengi sana. Lakini kama utahitaji msaada zaidi, utahitaji ushauri zaidi, utahitaji mazungumzo zaidi na mimi, unaweza kunipigia simu yangu, inapatikana kwenye mitandao yangu. Lakini pia unaweza kuniandikia hapa kwenye comment section, nami nitasoma, tutawasiliana, nitakusaidia, kwa sababu nimesaidia mamia ya watu kuweza kupona haya magonjwa ya lishe.